Habari yako rafiki yangu, ndugu yangu mpendwa. Mimi naitwa Bienvenu Wanzire na mimi ni mtumishi wako ambaye Mungu amenipa mzigo na ya kukusaidia ili kwamba uweze kuwa na uweze kupata neno ambalo litakusaidia ili kesho yako iweze kuwa bora zaidi kuliko leo. Na kama wewe ni mkaaji wa duniani kama mimi, kwa muda wako ambao Mungu amekujalia kuishi, wengine labda una miaka 10, una miaka 20, miaka 30 na kitu, miaka 70, miaka 100, kila mmoja kwa nafasi yako, kwa kadri ambavyo Mungu amekujalia uzima. Ninaamini ya kwamba unajua katika maisha yetu tunayoishi kuna changamoto nyingi sana ambazo tunapitia. Kuna changamoto za unapoteza kazi, mwingine anapoteza mpenzi wake, anamwacha, anaachwa na mpenzi wake, anaachwa na mchumba, mwingine anafiwa, mwingine anapoteza kazi, mwingine anapoteza pesa. Yani mambo ni mengi sana ambayo yanakuja katika maisha yetu, yanakutikisa mpaka unasikia kama ni mwisho wa dunia. Na mara nyingi sasa watu ambao wanabakiaga kwenye yani picha ya maisha yao wanakuwa naiendesha kwa yale changamoto ambazo zinatokea katika maisha yao, wanapata shida sana, sababu ile changamoto inavyotokea kwamba ndio ukibaki nayo kwenye kichwa chako ukaanza kuishi tu kufuatana na hiyo changamoto, inakufanya unabaki unafeli yani, na historia yako inaishia kule. Lakini nataka leo nikufundishe kitu ambacho namna gani unaweza ukawa zaidi, ukashinda vile vitu, ukawa thibiti, yani ukawa na nguvu zaidi ya zile changamoto, ya zile ya vita, ya vishawishi, ya yale mambo yote magumu ambayo yanaweza katokea katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimesema bahati mbaya watu wengi wakipatwa na shida, wakipatwa na matatizo, wakitikiswa na misukosuko, wanapotelea huko. Wakati ambapo nikwambia kwamba mafanikio ya mtu, ukiona mtu amefanikiwa sana, ujue pia kuna kiwango fulani alifeli sana. Ukiona mtu amepanda sana, ukiona nyumba ya ghorofa imepanda juu sana, ujue pia kwamba kwa chini msingi wake umeshuka chini sana. Kwa hiyo wewe ambaye unaona kwamba uko kwenye matatizo sana, uko kwenye shida sana, uelewe, unataka tu siku ya leo kwamba uelewe ya kwamba ile shida sana, ile matatizo makubwa sana ni aina ya kuinuliwa kwako, kwamba baraka zako, nguvu zako, mafanikio yako yanategemea pia na zile changamoto ambazo umezipitia kwa kiwango fulani. Bwana asifiwe sana. Nisome mstari mmoja tu ambao nimesha ufundisha tena, lakini nasikia Roho Mtakatifu kuendelea kusisitiza hapo katika kitabu cha Ayubu sura yake ya 19. Ni ule mstari mmoja tu wa 25. Inasema hivi: lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Ayubu alivyosema hii neno, yani alivyosema huu mstari, alikuwa kwenye mazingira yani nakwambia ya kifo. Yani ya kwamba yani mke anakwambia yuko yani hataki hata, anataka ufe, anakubali kwamba ufe ili sababu umeshapigika vibaya sana. Wewe mpaka umefikia hatua ya kwamba watu basi mwanamke wako anasema ufe, watoto wameshakufa, mali zimeshapotea, watu magonjwa yamekupiga, alafu uko pale. Lakini pamoja na yote Ayubu akasema mteteaji wangu yu hai na atasimama juu ya uso wa nchi. Bwana asifiwe sana. Ngoja nikusaidie mambo machache ambayo yatakusaidia. Kitu ambacho nimejifunza hapa kwa Ayubu, ya kwamba Ayubu wakati anapitia yale matatizo hakupoteza matumaini yake. Yani alikuwa anaona kesho kuliko kile ambacho alikuwa anapitia. Alikuwa anaona kesho, yani hakupoteza yani mtazamo wake wa baadaye. Alikuwa na mtazamo mzuri kwa baadaye yake, hata kama alikuwa anapitia hali mbaya sana. Wewe imagine tu mtu ni bilionea fulani hivi, alafu unapigika mpaka hauna hata chakula, hauna nyumba, uko nje, unaumwa, hauna dawa, hauna kitu chochote. Alafu bado unaona kwamba mbele, unaona kwamba kesho nitasimama tena.
Oh my God, ni kuambia kwamba ukitaka nguvu yako ya Mungu iendelee kutenda kazi ndani ya maisha yako, jua kufocus. Usiache kufocus yani kwa ajili ya kesho. Usiache kuwa na mtazamo mzuri kwa ajili ya kesho yako, hata kama unapitia hali ngumu namna gani leo. Bwana sifiwe. Kuna kijana anaitwa Yusufu kwenye Biblia, ambaye aliota ndoto kwamba anasujudiwa na nyota na mwezi na jua, na ikamletea ikafanya ndugu zake wamchukie. Yusufu akatupwa kwenye shimo. Lakini pamoja na yote Yusufu alivyotupwa kwenye shimo, sidhani kama Yusufu alikuwa anajutia anasema Mungu niue tu. Yusufu bado alikuwa anaamini kwamba ndoto yake itatimia siku moja. Alikuwa anajua kwamba ipo siku hii jua na mwezi na nyota 11 ambazo niliota zinanisujudia, ipo siku zitanisujudia. Yusufu kwa hali yote alipitia aliamini. Yusufu akauzwa, akaenda utumwani, akaenda kwenye nyumba ya Potifa, akawa mfanyakazi kule. Huko nako tena akapitia matatizo mengine, akataka kubakwa na mke wa Potifa, akatupwa gerezani kwa kusingiziwa kesi ya ubakaji. Wewe unabaka mke wa mkuu wa jeshi, unafikiri utakaa salama? Yani ukatupwa gerezani, hauna usiku yani ufie huko. Lakini pamoja na yote tu Yusufu alikuwa na focus kwamba kesho itakuwa bora kuliko leo. Hakupoteza picha ambayo alikuwa nayo kwa ajili ya maisha yake. Mara nyingi tunafeli katika maisha. Sababu gani? Misukosuko inapokuja kwenye maisha yetu, tunapotikiswa, tunapopitia jangwa, tunapopitia matatizo, tunasahau yale ambayo tuliota, tunasahau vision ambayo tunayo, tunasahau kile project ambazo tunazo. Kwa hiyo unaishia hapo tu, mara moja unaua kila kitu. Sababu ya kile ambacho unapitia leo, unaua future yako. Nataka niseme na wewe siku ya leo ya kwamba najua unapitia magumu, najua unapitia matatizo, lakini nikwambie uponyaji wako na kuinuliwa kwako kuko katika mtazamo wako. Kwa kadri ambavyo ukiona kwamba imeishia hapo, itaishia hapo kwako. Lakini ukiona kwamba kesho ndio unaweza kunyanyuka tena, ukiona kwamba unaweza kupona hata kama umebaki mifupa tu, hata kama umebaki mifupa tu. Mungu alimwambia Elisha, ukinena unaweza kunena na mifupa mikavu na ikavaa tena mwili, mifupa ikavaa mwili. Nikwambie kwa namna ambavyo unaona mifupa kwenye maisha yako, kama ukiamini imeishia hapo, itaishia hapo. Lakini kama unaamini uzima, nikwambie hata kwa hiyo mifupa mikavu unaweza tena kuishi. Kwa hiyo biashara ambayo imefilisika, nikwambie kwa hiyo 100 unayo tu mkononi inaweza tena ikakufanya bilionea. Hata kama yani unapumulia mashine hivi, unapumulia yani wakichomoa tu umeme ukikatika saa hii unakufa. Lakini kwambie hata kama umeme ukikatika bado unaweza kuishi, lakini inategemea na humu ndani unaonaje. Bwana sifiwe sana. Ayubu alielewa hicho kitu. Hata kama ninapitia haya, mtetezi wangu yu hai, atasimama juu ya uso wa nchi. Aliangalia kesho. Angalia kesho ndugu yangu, ni bora sana kuliko leo. Mwaka kesho ni mwaka wako. Mwaka huu umekuwa na changamoto ya magonjwa ya nini, umekata tamaa, umesema imeishia hapo. Haijaisha, bado lipo tumaini. Mungu atafanya ile ndoto yako, hayo maono yako yasifie njiani. Tazama bora kesho. Haleluya. Jambo la pili ni kwamba tazama kile kizuri ambacho unacho kwa sasa. Yaani jifungie kwa kile kitu kizuri ambacho unacho kwa sasa. Nikwambie ndugu yangu, wewe unaweza sema hauna pesa. Kwa hiyo unajiona kwamba utakufa tu sababu hauna pesa leo. Lakini nikwambie kuna wenye pesa lakini hawana afya njema, ni wagonjwa, wanaumwa vibaya. Kwa hiyo furahia ile afya ambayo Mungu amekupa. Haleluya. Sababu bado una afya, bado una nguvu. Kwa hiyo chochote kinawezekana. Unaweza yani muujiza unawezekana sababu bado una afya. Na hata kama unaumwa, unaugua, unaweza kawa na pesa, unaweza kawa na kila kitu, lakini unaugua, uko kwenye hali mbaya, lakini nataka nikwambie ile pumzi tu bado unayo. Kwa hiyo
jifungie kwamba amini tu kwamba bado ninaishi. Ayubu alikuwa kwenye mazingira magumu, lakini alijua kwamba sababu tu nina pumzi ya uzima, mtetezi wangu atasimama juu ya uso wa nchi. Alijua. Daudi wakati anaandika Zaburi ya 23 kwenye mstari wa 4 anasema, nijapopita katika bonde. Bondeni nikwambie ni mahali pa hatari sana, sababu mporomoko wa ardhi unaweza katokea juu ukakufunika kule kwenye bonde. Mawe yanaweza katokea juu yakakufunika kule kwenye bonde. Kifo, anasema bonde la uvuli wa mauti, yani juu yako ni mauti. Huko naona kwamba mti ukiangukia kule na kufa hapa, lakini anasema sitaogopa. Sababu gani? Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Yani anaangalia hata kama yuko kule kwenye bonde la uvuli wa mauti, gongo ile ambayo alikuwa anaamini ni nguvu ya Mungu iliyokuwa ndani yake. Fimbo ile ilikuwa kwamba direction, anajua kwamba Mungu, wewe ni kiongozi wangu, hii fimbo inaniongoza, hii gongo ni silaha hii. Yani ana matumaini hata kama anapitia hali gani, alijifungia kile kitu chake ambacho alikuwa nacho. Ndio maana nimesema unaweza kawa na pesa lakini unaumwa, unaweza kawa unaumwa lakini sababu una pumzi ya uzima, unapita kwenye bonde la mauti, ni mapito tu. Nikwambie, baada ya hapo utaushangilia ushindi wa Bwana. Kwa hiyo jua kufurahia kile kitu ambacho Mungu amekujalia. Unaweza kusema kweli, nakula maragi kila siku, ugali maragi. Ndio, kula hivyo, furahia sababu Mungu amekupa hiyo, lakini ukiwa na amani ya Kristo ni zaidi ya yule ambaye anakula manyama, anakula vitu vizuri sana na wakati hana amani. Kuna ukorofi kwenye ndoa kule, mnakorofishana hata kama mna vyote, kuna nini sasa? Afadhali ukale mboga za majani lakini ukiwa na amani. Nikwambie, siku ya leo jifunze kufurahia kile kitu ambacho iwe kidhaifu namna gani, lakini sababu ndio cha kwako, kifurahie, na kupitia hicho Mungu atafanya muujiza, utapata kikubwa na kizuri zaidi ya hicho katika jina la Yesu Kristo. Ni namna ya kuwa thibiti ya kushinda vishawishi na majaribu ambayo yanaweza katokea katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Jambo la tatu litakusaidia kwamba jua wewe ni nani. Unajua, kujitambua ni jambo kubwa sana ambalo ukijua kwamba wewe ni mtu gani, utajua pia kwamba ufanye nini. Ukijua wewe ni nani, utajua uende wapi. Sikia, udhaifu, kukosewa, kukosa nguvu, umaskini, kila kitu chochote ambacho unaweza kapitia haikupe identity. Maskini ni nani? Maskini ni yule mtu ambaye anajijua kwamba yeye ni maskini. Unaweza ukawa unaishi katika hali ya umaskini lakini wewe sio maskini. Unaishi tu katika hali ya umaskini lakini wewe ni tajiri. Lakini ukiweka akilini mwako kwamba mimi ninapitia umaskini, kwa hiyo mimi ni maskini, basi ndio umekuwa maskini hivyo. Bwana sifiwe. Ndio maana mara zote mimi najitaka tajiri, najitaka boss, najitaka patro, sababu najua kwamba hata kama leo ninapitia ukosefu, hata kama leo ninapitia hali ngumu, sio kwamba nitabaki hivi. Ipo siku ambayo Mungu, yani siwezi kuishia maisha yangu kwa hali ambayo ninapitia leo. Ninaiona kesho iliyo bora kuliko leo. Naitangaza kesho kabla ya kesho. Ninaitangaza. Ndio maana unasema maneno, yani wewe ni yule ambaye unasema wewe unajitambua kama nani. Bwana sifiwe. Usione mtu kwamba unamjaji kwa yale ambayo anapitia leo. Wewe unaweza kaona hivi kwamba huyu ni maskini, huyu ukadharau mwanaume anakuja leo unamwona hana viatu, anakuja kutongoza, anataka kuchumbia, unamdharau, ukafikiri kwamba anaishia hapo. Lakini ipo kesho utamwona wewe umepigika huko kwenye vumbi, anapita na gari anakusimamia, anakupa lifti, utashangaa na utatubu hizo dhambi, sijui kama utaungama wapi. Sababu gani? Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Jua wewe ni nani. Jipe identity, jipe jina, jitamkie jina. Kama wewe ni president wa kesho, sema mimi ni president wa kesho. Kama wewe ni mheshimiwa wa kesho, sema kitu ambacho unataka kitokee katika maisha yako, na kitatokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Ndugu yangu, sikia. Wewe sio mwenye, yani hauna laana sababu watu wamesema una mikosi, ule alifanya hiki ndio maana unakuwa na laana.
Yani unachokiona ndani yako ndio kipo hivyo. Wewe sio tasa sababu haujazaa. Kutokuzaa leo sio kwamba wewe ni tasa. Inawezekana unatarajia kuzaa nabii kama Samueli, unatarajia kuzaa jemadari kama Samson, unatarajia kuzaa. Kwa hiyo wewe ukiona kwamba sababu nimechelewa, mimi ni tasa, hilo jina la utasa futa kwenye maisha yako, futa kwenye maisha yako. Wewe sio msela sababu kwamba haujaolewa, kwamba ndo mimi ni shangazi wa familia. Unajua sisi kule kwetu tunasemaga mtu usipoolewa kwa wakati tunaanza kukuita shangazi, unakuwa shangazi wa mtaani. Wewe ni kaka yake, dada yake na baba yetu. Baba ameshatuzaa, tumeshakuwa wakubwa, kwa hiyo shangazi wa mtaani. Wewe sio shangazi wa mtaani sababu hujaolewa. Nikwambie wakati huu ninavyoongea hapa, Mungu anaenda kukupa mume wako. Wewe sio tasa sababu haujazaa. Wewe sio maskini sababu huna kazi leo. Wewe sio kile ambacho uko leo. Wewe wa kesho ndio tunaona ndani yako. Ninaona ndani yako ukubwa, ninaona ndani yako ufalme, ninaona ndani yako utajiri, ninaona ndani yako mama mkubwa, mama wa rais, ninaona ndani yako mambo makubwa. Yale ndio unatakiwa ujijue, jitambue, jipe jina. Haleluya. Ishi kwa style ya kesho. Ishi kwa style ya destiny. Usiishi kama vile dunia inavyoenda leo. Ishi kama vile ambavyo unataka uwe kesho. Unataka uwe nani kesho? Ishi kama unavyoona kesho yako. Anza kuishi leo, ndio kitakachotokea katika maisha yako. Anza kuishi kesho yako leo. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, leo anza kuishi kama mtumishi wa Mungu. Kama wewe ni mwanamke, mke wa mtu, anza leo kuishi kama mama wa ndoa. Hata mavazi yako, mivalio yako, anza kuvaa kama mke wa mtu. Wewe ni baba, anza responsibility, anza kuwajibika kama baba wa familia. Wewe ni kiongozi, anza kuwajibika, pale mtaani anza kufanya vitu kama kiongozi. Hawezi toka tu kwenye mtaani, unatoka chuo mara moja unakuwa rais. Lazima uchunge kwanza nyumba 10, uwe mitaani, uende level kwa step by step, ndio utafikia huko juu. Kwa hiyo anza kuishi leo kile ambacho unataka uwe kesho. Itakusaidia sana kufikia mahali pako pazuri. Ishi leo yako, ishi kesho yako. Anza kuishi leo, update maisha yako, yale ambayo unataka uwe kesho, uanze kuishi leo. Bwana sifiwe sana. Jambo la mwisho litakusaidia sana, chagua kuwa mshindi badala ya kuwa majeruhi. Inawezekana umeumia sehemu fulani, umeumizwa, inawezekana kwenye ndoa yako, umeumizwa kwenye biashara, umefilisika, duka limeungua, umebaki mikono mitupu. Sasa wewe usiishi kwa hiyo picha kwamba wewe ni jeruhi, kwamba umepotezewa, kwa hiyo basi ndio mimi nimeshapotea, ukaenda kukaa nyumbani, ukaenda kulala huko, ukaishi tu kwamba nimefiwa, mume wangu amekufa, mimi ni mjane, ukaishi maisha ya ujane. Nataka kuambia kwamba ishi maisha ya ushindi, hata kama umepitia hali fulani ambayo imekuaffect, imesumbua, imegusa maisha yako kwa namna ambacho ni kikubwa sana. Kuna watu ambao walifiwa na waume zao, wakanyanganywa kila kitu, wakafukuzwa kwenye nyumba na familia ya mume wake, wakaonekana, wakatupwa nje, lakini sababu alikuwa na picha, akuishi ile maisha kwamba nimetupwa, nimefukuzwa, nimenyanganywa. Hakwenda na hiyo picha, akasema hata kama nimetupwa, hata kama nimefanywa namna gani, lakini mimi bado nina nguvu, mimi ni mshindi. Akachagua kuwa mshindi na akasimama tena. Wanawake wengi wamefanya mambo makubwa ambayo hata waume zao hawakufanya. Sababu gani? Hawakuishi, hakukubali kwamba niishi na ile picha mbaya katika maisha yangu. Akachagua, ndio nimepitia haya, lakini ninaweza kuinuka tena, nikianguka ninaweza kuinuka tena. Na aliinuka na akafanya mambo makubwa. Hata wewe inawezekana kwako, lakini usiishi kwamba umejeruhiwa, umefanyiwa mabaya ndio kaishi hivyo. Simama kama mshindi. Nimepitia haya kweli, lakini mimi bado ni mshindi, mimi bado ni mshindi. Wewe ni yatima, umefiwa na wazazi kweli,
kweli kabisa, unapitia hali ngumu, lakini kuna Mungu amesema ni baba ya wayatima. Yaani Mungu yeye ni baba yako. Mimi naweza kuita baba yangu anaitwa Wanzire, baba yako anawe anaitwa fulani, kila mtu akataja jina la baba yake, lakini wewe utalitaja jina la Mungu. Mungu, wewe ndo baba yangu, wewe ndo mama yangu, wewe ndo kila kitu kwangu. Mungu, sema nitendee. Nikwambie, Mungu sababu amejipa hiyo nafasi ya baba, atakutendea zaidi ya wale ambao wana wazazi. Lakini inategemea umeamua kuishi maisha ya ushindi au ya yule victim. Usiishi kivictim, ishi kiushindi, kwamba ndio nimeukatwa mkono, bomu imenipiga, mguu umekatika, lakini sawa, nina uzima. Nikwambie huko mbele, nikwambie kitaeleweka. Haleluya, haleluya. Ninaamini kwamba kuna jambo ambalo Mungu anataka kulitenda katika maisha yako, na mimi siku ya leo nataka nikuombee tu ya kwamba kuna kitu kikubwa sana kitokee ndani ya maisha yako. Usibaki hapo ulipo, usibaki kwenye yale madonda ulioumizwa, usibaki kwenye ile mahali ngumu unayopitia, usibaki hapo. Inawezekana umechoka, unasema mimi sitafanya tena kazi sababu nimeonewa, nimefanyiwa hivi na hivi na hivi, umechoka. Lakini nataka nikuombee siku ya leo unyanyuke hapo, nikwambie utafanya mambo makubwa. Anasema na waweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Acha nikuombee. Baba yangu na Mungu wangu, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu kila siku. Ninamwombea huyu mtazamaji ambaye anapitia mazingira magumu, anapitia hali ngumu, ameumizwa, ameteswa, amepitia matatizo mazito. Baba, wewe usiyelala, wewe usiyeshindwa, ninakuita kwa ajili yake, nikiomba Bwana umtembelee wakati huu. Mwingine yuko kitandani amejeruhiwa, mwingine yuko kitandani ameonewa, mwingine yuko chini kabisa amenyang'anywa vitu. Wewe ambaye ni mteteaji wetu Bwana, wewe ambaye umesema Bwana utakuwa nasi hata tutakapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Huyu anapitia bonde la uvuli wa mauti, Bwana mshike mkono, umnyanyue tena Bwana, akapate nguvu mpya kwa jina la Yesu Kristo. Huyu mwingine ni mgonjwa, mwingine ni ugonjwa wake Bwana umekaa muda mrefu. Yesu Kristo mwana wa Daudi, kama ulivyomrehemu Bartimayo ukafungua macho yake, na huyu ndugu Bwana ninamwombea uponyaji kwa damu ya Yesu Kristo, kama ulivyomponya huyo mgonjwa hapo kwenye kisima amekaa miaka 38. Mungu, ninamwombea na huyu, inawezekana amekaa mwaka mzima, amekaa miaka 2 mitatu, amekaa miaka 10 kwenye haya magonjwa. Mungu, wakati huu ninakusihi Bwana, kwa neema yako ukamguse na akapate uponyaji kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Heshima ni yako Mungu mtakatifu. Asante Mungu maana umesikia maombi yangu. Asante Mungu maana unaenda kumuinua huyu ndugu, unaenda kuinua biashara yake, unaenda kuinua kazi yake, unaenda kumpa promotion. Huyu mgonjwa unamnyanyua, huyu mtu unamtendea, huyu mtu unampa ndoa, unampa biashara, unampa safari yake, unampa haja ya moyo wake. Heshima ni yako kwa jambo hili unalolitenda katika jina la Yesu Kristo. Amen.